Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo tumeendelea kuongeza wigo wa kushirikiana na taasisi za umma na taasisi binafsi. Miongoni mwa taasisi hizo ni pamoja na Jeshi la Polisi kupitia Shule ya Polisi Tanzania TPS na Jeshi la Magereza kupitia Chuo cha Taaluma Urekebishaji Tanzania TCTA. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano huo umeendelea kuzaa matunda ambapo miongoni mwa wahitimu walioko hapa leo tuna maafisa wa serikali, maafisa wa Jeshi la Magereza wapatao 90 na maafisa wa Jeshi la Polisi wapatao 111. Kwa niaba ya kipekee kabisa, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue mchango wa serikali katika mafanikio yetu, hususan Wizara ya Fedha na Wizara ya Elimu kwa kutupatia shilingi takriban bilioni 48 kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT. Fedha hizi zimeelekezwa kwenye kujenga miundombinu katika kampasi ya Songea, Babati na Arusha. Pamoja na uboreshaji wa miundombinu, Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha hizi vile vile zimeboresha miundombinu ya TEHAMA na kuboresha rasilimali wetu, ambapo kundi kubwa la wafanyakazi wamepelekwa nje ya nchi na ndani ya nchi kusomea PhD. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niongee kidogo na wahitimu. Sisi tuna imani kubwa sana. Wengi mmekaa mwaka mmoja, wengine miaka miwili, lakini tuna imani kubwa sana. Sio kwamba mlikuja kwetu hamjui chochote, hapana, lakini mlikuja tayari mkiwa ni wataalamu. Sisi tumefanya kuongezea pale. Kwa hiyo tunauelewa, tunaamini sana kwamba uwezo wenu mliokuwa nao na kile ambacho mmejifunza mkiwa mikononi mwetu imeongezea edge, imeongezea ukali wa uwezo wenu wa kutoa huduma katika watu. Tunawatarajia kuwa viongozi mtakaotumia ushahidi wa kisayansi, tafiti na maadili katika kufanya maamuzi katika maeneo mnayoaminiwa na kukabidhiwa kutumika. Kama chuo tunaendelea kuboresha mifumo yetu kuhakikisha kwamba yeye inaendelea kutoa wahitimu mahiri wenye uwezo wa kutumia elimu, ujuzi na maarifa. Na natumaini tutaendelea kushirikiana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niongee kidogo kuhusiana na maisha ya kawaida kazini. Kati ya vingi nilivyoongea na vingi ambavyo mtavisikia, naomba leo muondoke na kitu kimoja tu juu ya kutenda wema, just be kind. Nisimulie kisa kimoja ambao kuna wengine mnaweza mkawa mnakifahamu. Pana bwana mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya nyama kama ilivyo Arusha Meat. Sasa siku moja meneja anafunga shift imeisha jioni, wanafunga waondoke. Mlinzi akamwambia kuna mtu hajatoka yuko ndani. Sasa akamwambia utajuaje, kuna wafanyakazi zaidi ya 1000, unajuaje kama kuna mtumishi hajatoka? Akamwambia mimi nakwambia kuna mtu hajatoka. Basi ili kuacha umbishano wakarudi kukagua, na kweli almanusura wakakuta kwenye moja kati ya majokofu ya kuwekea nyama kuna bwana mmoja alikuwa amefungiwa mle ndani na alikuwa tayari ameshaanza kukata roho. Kwa hiyo akampa huduma ya kwanza akapona. Kwa meneja akarudi kwa yule mlinzi kwamba wewe ulijuaje kwamba huyu mtu yupo huko ndani? Akamwambia huyu bwana ndio mtu pekee ambaye huwa ananisalimia asubuhi alafu ananisalimia jioni akiwa anatoka. Na huwa akinisalimia ananifahamu najisikia vizuri sana na nijulia familia yangu. Kwa hiyo huwa nakaa siku nzima nikimsubiria anisalimie wakati anaondoka. Na leo hakunisalimia, ndio maana nilikuwa na uhakika kwamba alinisalimia asubuhi, hajanisalimia jioni. Nilikuwa na uhakika kwamba yupo ndani. Sasa hili limemwokoa maisha, lakini nataka kuonesha jinsi ambavyo nataka kuongelea kwa upande wa huyu mlinzi ambaye yeye alikuwa anajisikiaje pale anaposalimiwa. Kwa hiyo kutenda wema sio lazima umpe mtu kitu, kumbe inawezekana kusalimia tu. Sasa labda niongelee kisayansi kwamba kwa nini kutenda wema ni kitu kizuri. Ukitenda wema, yule ambaye anapata wema, kuna kemikali 4 tofauti zinatolewa tu kwenye misuli yake kwenda kwenye damu na hatimaye inazunguka inafika kwenye ubongo. Ya kwanza inaitwa oxytocin. Hii ni love bond hormone. Kazi yake inashusha blood pressure, inaongeza trust na optimism. Maana yake huyu mtu anakuwa more innovative na efficient. Vile vile inasaidia kurelease na nitric oxide, inasaidia linda moyo.
Vile vile ukitenda wema, yule ulimtendea wema anapata, mwili wake una release kemikali ya dopamine. Hii ni reward chemical, inamfanya mtu anajisikia vizuri na inamchochea arudie kile kitu. Kwa mfano mtu anafanya kazi nzuri, ukimsifia anajisikia vizuri na anaweza akafanya vizuri zaidi kile kitu. Serotonin, hii ni mood stabilizer. Yenyewe ni kama natural antidepressant, inafanya mtu anatulia, anapata amani moyoni. Endorphins, hii ni natural painkiller, inampa mtu overall sense of well-being. Kwa hiyo ukimfanyia mtu wema, kuna sababu za kitaalamu, za kisayansi kabisa za kwa nini yeye, lakini kwa ujumla inamuongezea immune system, inamfanya anaishi maisha mingi. Lakini sasa wanasayansi wakaenda zaidi ya hapo, wakagundua kwamba hata yule aliyetenda wema naye anapata faida hizo hizo sawa na yule aliyefanyiwa wema. Lakini wakaenda mbali zaidi, wakagundua hata kama kuna mtu wa tatu anashuhudia mtu akitendewa wema, na yule mtu wa tatu naye kile kitendo cha kushuhudia wema unatendwa, na yeye anajisikia vizuri, anapata faida hizo hizo ambazo mtenda na mtendewa amepata. Kwa nimejaribu kuonesha kwamba pamoja na utaalamu wetu wote ambao tunao, pamoja na mamlaka, power, responsibilities na chochote ambacho tunacho, kutenda wema itatuwezesha sisi kuweza kuwa karibu na watu, na ule utaalamu wetu utaweza kufikia wengi zaidi. Baada ya kusema hayo, jamani, naomba niseme kabisa kwamba it has been a privilege and absolutely an honor having served you as your rector. Hadi wakati mwingine, hongereni sana sana sana.